Tuelekee kaunti namba 34 ambapo hospitali ya Eleng'ata Engima huko Kajiado Kusini imepokea ambulensi ambayo itakuwa inatoa huduma za dharura kwa wagonjwa katika eneo hilo. Wakazi wa eneo hilo wanasema ambulensi hiyo itasaidia kupunguza mahangaiko yao ya kusafiri kilomita nyingi hadi Loitoktok kwa matibabu. Wanasema mgeni njoo mwenyeji apone, ndio hali iliyoshuhudiwa katika kituo hiki cha afya cha Eleng'ata Engima, kaunti ya Kajiado, wakati ambulensi hii iliwasilishwa kwenye hospitali hiyo kwa mara ya kwanza. Wenyeji hawakuficha furaha yao. Takwimu kutoka kwa hospitali hiyo zinaashiria kuwa angalau wanawake 72 hujifungua hapa kila mwezi, ila wakati wa dharura wanapata changamoto ya kukimbizwa kilomita zaidi ya 40 hadi hospitali ya Loitoktok, wakati mwingine wakipoteza maisha. Ambulance yenye imekuwa in the whole of Loitoktok sub county imekuwa ni Mbirikani peke yake na Loitoktok. Sasa tumekuwa na shida sana when it comes to evacuation. Tukipata emergency, unapiga simu Loitoktok, unaomba ambulance, unaambiwa ambulance imeenda Kenyatta. Sometimes you'll wait for more than 8 hours ndio ambulance itoke Kenyatta ikuje. Hata serikali yetu ikikubali, angalie bamana tunawela wajiwezi hapa. Anakufa kwa sababu amekosa hata usafiri. Hata hivyo sasa wameshushwa pumzi, kwani ambulensi hii itakuwa inatoa huduma za dharura kwa wanawake wanaojifungua pamoja na waathiriwa wa mashambulizi ya wanyamapori, kwani eneo hili pia lina njia za wanyamapori wanaoelekea mbuga za Chulu, Amboseli na Tsavo. Wakati mingi sana tulikuwa tunapoteza watu kwa sababu tunakosa means ya kutoka. Sasa hosi yetu haikuwa na hiyo ambulance, hatukuwa tunajua, itabidi tungojee au tukodi gari ya kibinafsi. Kukuja huku ilikuwa ni changamoto, lakini sasa imefikia wakati pia Mungu wetu amesikia kilio chetu, na sasa tuko naye hapa na inaweza tusaidia, na inatusaidia kwa njia mingi sana. Ukiangalia kutoka hapa uende paka Ndilali, uende paka Nala City, na haitahudumia wodi yetu peke yake. Tukipata shida pale Mbirikani inaweza fika paka huko. So itahudumia watu wetu wote, bora ikuwe ni mgonjwa ambaye anahitaji kusaidiwa na gari hii. Viongozi wa eneo hili wanasema japo kuna juhudi kama hizi za kuimarisha afya mashinani, changamoto bado inasalia gharama ya juu ya matibabu, kwani bima mpya ya afya ya SHA haifanyi kazi mashinani. Mahali kama hapa niko saa hii hakuna internet, na ukiambia mtu atafute kwa katika system utamtoa saa ngapi? Mimi nataka kusema kwamba hii SHA iwe na paseni fulani ambayo inajali sehemu ambayo ni remote, sehemu ambayo hakuna stima, bado unatafuta stima, sehemu ambayo hakuna internet, kwa sababu unaweza kukuta hapa hivi wakitibu watu wetu na labda pesa na 5 ikuja ya SHA na hawezi weka wala watu kwa ile database na wajapewa ruhusa maybe ya kujaza kwa makaratasi ya mkono. Naona kama watoto watakuwa naumia. Hiyo policy isifikirie tu mtu wako katika internet, ifikirie pia watu wako katika mashambani. Ambulensi hii ni moja kati ya 6 zilizokabidhiwa Wizara ya Afya kaunti ya Kajiado kutoka kwa shirika la Koika kutoka nchini Korea na kupelekwa kwenye hospitali za mashinani. Robert Masai, runinga ya Citizen, Eleng'ata Engima, Kajiado Kusini. Taarifa hiyo ya Robert inatufikisha majira ya saa 7:30 nikisoma ile saa iliyoko hapa studioni. Mimi napata fursa ya kumeza mate kabla ya kurejea na taarifa zaidi.